na mtu wa rohoni anafanya kwa sababu anatakiwa afanye sawasawa na alivyokusudiwa kufanya na Mungu. Kwa hiyo tunakuja kukuta kwamba mwili anakuwa ni mtekelezaji tu wa kile ambacho kilikusudiwa. Ndio maana Mungu hata mhukumu mwili, atamhukumu mtu ambaye ni nafsi hai, ama atamhesabia haki mtu ambaye ni nafsi hai, kwa maana mtu wa rohoni, ndipo mwili upokea. Kusema kwenye Waefeso sura ya kwanza mstari wa 3 wa 4, anasema atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote. Kabla sijashiriki baraka za Mungu katika mwili, kwa maana kula, kunywa, kufurahia, maana mwili ndio unafurahia katika ule utekelezaji. Mungu amenibariki kwa baraka za rohoni. Udhihirisho wa baraka za rohoni unajitokeza katika ulimwengu wa damu na nyama kwa vitu ama kitu ama furaha ama amani. Kwa hiyo sasa furaha iliyo ndani itaonekana kwa nje, amani iliyo ndani itaonekana kwa nje. Baraka nilizozipokea za rohoni zitaonekana kwenye kushiriki zile baraka katika mwili. Yani maisha yangu ndio yatakuwa udhihirisho wa kile ambacho kiko ndani. Kwa hiyo wema, ama tukizungumzia mtu wa rohoni ambaye ndio wema unakaa ndani yake, ili mwili uweze kudhihirisha kile kilichoko ndani. Mwili hauwezi kutekeleza kitu ambacho hakipo ndani yangu. Kwa hiyo tuliona kwamba utu wa ndani ndio mshuhuda, nitasema ndio shahidi wa kwanza, shahidi wa kwanza kwangu mimi kuhusu utu wema. Ndio shahidi wa kwanza kwangu mimi kuhusu utu wema, ambayo inaonyesha mimi, yani inaonyesha kwangu mimi kuna roho gani ndani yangu, ili ndio ikaonekana hicho kinachoonekana kwa nje yangu. Kwa maana mwili wangu ukatekeleza, furaha yangu ikaonekana kwa nje, tabasamu likaonekana kwa nje, kicheko kikaonekana kwa nje, sifa ikaonekana kwa nje, na kadhalika, na shukrani ikaonekana kwa nje. Lazima iwe iko ndani, na yule mtu wa rohoni ndio anayebeba hilo, na anabeba hilo kwa sababu wema umekaa ndani yake. Sasa wema hauwezi kutendwa kama haupo. Kwa maana hiyo mwili hauwezi kutekeleza kile ambacho hakipo. Sasa kufanya vibaya ama kutokufanya mapenzi ya Mungu, maanake wema ni mapenzi ya Mungu kwa sababu ni tunda la Roho. Kutokufanya mapenzi ya Mungu ni dhahiri kwamba mapenzi hayo hayako ndani yangu. Ama mimi kushindwa kutekeleza mwili, yani kushindwa kutekeleza, kinywa changu kikishindwa kutoa sifa, ina maana sifa haikai ndani yangu. Yani yule mtu wa ndani hakipo kitu kama hicho ndani kwake. Kwa hiyo mwili hauwezi kutekeleza hewa. Mwili unatekeleza kilichoko ndani. Ninacheua nilichokula kikawa ndani yangu, siwezi kucheua kisichoko. Ndio kile ambacho Yesu aliwajibu wale Mafarisayo na wale Wayahudi walipokuwa wanahoji kuhusiana na watu wake, kwa maana wanafunzi wake Yesu wanakula bila kunawa mikono. Wale wanaangalia mambo ya nje kwa sababu wanaangalia vitu vinavyofanyika kwa nje. Ndio tunasema kwa leo ni watu wa mwilini.
amua kulingana na kile kinachoonekana kwa nje, ambapo wakati tunajifunza hii wiki iliyopita tuliona kwamba naweza kwa nje nikafanya kitu, lakini utendaji wangu wa nje haujamaanisha kuhesabiwa kwangu na Mungu haki. Haina maana. Siwezi kuhesabiwa haki kwa sababu nimefanya. Nitahesabiwa haki kwa sababu nimefanya kama ilivyokusudiwa ama nilivyotakiwa. Nilisema wiki iliyopita. Na hapa narudia tu ili tuweze kuendelea. Ila najazia vitu ambavyo sikusema wakati huu. Siwezi kuhesabiwa haki na Mungu kwa sababu tu nimeimba. Siwezi kuhesabiwa haki na Mungu kwa sababu tu nimehubiri. Ndio maana anasema kwamba Yesu anasema siku hiyo watasimama watu mbele yake wakisema tulifanya hivi na hivi. Atasema siwajui. Kwa nini hawajui? Ama kwa nini atakuwa hatujui? Atakuwa kwenye miongoni wa kina nani? Kwa nini anasema hivi? Anasema hivyo kwa sababu nilipokuwa nikifanya sikuzingatia kiwango chake, na kwa sababu sikuzingatia kiwango chake na yeye amesimama kwenye mpaka wa kiwango chake, hakuniona. Duniani mliniona, lakini yeye hakuniona. Mbwembwe zote, kelele zote, kuruka kote, jitihada zote, kufunga kote, hao watakao kwenda mbele zake walifunga siku 40 ili wakahubirie watu. Walifunga siku 70 ili wakatoe pepo, na pepo walitoka. Lakini Yesu anasema siwajui. Kwa sababu nilifunga ili pepo watoke, ama si kwa sababu pepo alionekana ametoka ndio nahesabiwa haki. Hapana. Nilikidhi kiwango chake cha alichokusudia. Kwa hali yoyote ambayo itakayoonekana kwa mwanadamu, haijalishi kwa mwanadamu itapuuzika kwa jinsi gani, lakini mbele za Mungu ikapata kibali, ni heri kwangu. Ni heri kwangu. Ni heri kwangu. Kwa hiyo katika kila ninachokifanya lazima niwe makini, niwe mwangalifu katika hilo. Nikawa nasoma hapa mahali ikapita tu na akasema, amenikumbusha nisemee katika hilo. Huyu ni Paulo katika Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 9 na kuendelea. Akasema, kuja kwangu upesi. Jitahidi kuja kwangu upesi. Kwa nini? Kwa sababu Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Najua ninavyosema hivi si kwamba huyu amerudi nyuma zabini. Amerudi kwenye wokovu wa duniani. Ameona Paulo anakaza sana. Ameona Paulo ana kama sheria nyingi. Lakini Paulo alichokuwa anatembea nacho, alikuwa anatembea na kiwango cha Mungu. Alikuwa anatembea na kiwango kilichokusudiwa cha wokovu, cha utumishi. Na akawa akisema na hawa waliokuwa na wewe. Mwisho akaona mbona huyu anatubana sana? Mbona huyu sasa hivi na hivi na hivi? Wakiangalia wengine wanavyofanya, wanaona mbona huyu kama ambaye anatuletea vitu ambavyo sisi hatuvielewi. Hapo ndipo wanapoangaliwa viwango. Kwa hiyo wakamwacha Paulo, wakaupenda ulimwengu wa sasa, wakapenda kufanya sawasawa na kile kinachopata kibali ulimwenguni. Walitembea na Paulo, wakaona huyu naye kila siku mara hivi mara hivi mara hivi. Na wokovu wa ulimwenguni unasema kwenye watu wengi, kwenye mambo mengi, kwenye shamra nyingi ndio Mungu yupo. Sasa wao wakiangalia Paulo anavyoenda, wanaona huyu mbona kila siku watu wanaendelea kupungua, waongezeki.
Mbona hata wakiongezeka wanaendelea kupungua? Mbona kama vile wanalegalega? Mbona kama vile sasa wao walikuwa wanahesabu kwa vipimo vya duniani, vipimo vya ulimwenguni, bila kujua ya kwamba kule wanakokuona na wale wanaowaona hawaelewi wamesimama kwenye kiwango gani, kwa sababu pale kila kitu kwao ni sawa. Lakini tunazungumzia mtu wa ndani na wema anaotakiwa kuutenda, ndipo ahesabiwe kuitwa mtu mwema. Alikuwa mwema. Mungu anasema huyu mtu alikuwa mwema. Alikuwa mwema kwa sababu gani? Si kwa sababu aliwapa watu vitu, si kwa sababu alisaidia maskini, ni kwa sababu alikidhi kiwango cha kufanya alichofanya. Ndio Mungu anamuita mtu mwema. Kisikia Biblia inaita mtu mwema, ni mtu aliyekidhi kiwango katika kile alichokuwa anafanya, kiwango cha Mungu. Kama ilikuwa ni kuomba, mtumishi mmoja alichukuliwa, ilikuwa ni maono tu, ni ndoto akawa ameonyeshwa, ameenda. Alivyochukuliwa kwenda mbinguni, yani sasa wako kwenye harakati za kutaka kupita ndo waingie kwenye lango la ndani, yeye akapita ndio aweze kujua ya kwamba hapo anapotakiwa kupita kuna muhusu yeye na kiwango chake yeye cha kuingia, na yeye ataingia. Akaulizwa, waweza kupita hapa? Akaambiwa, angalia jina lako kama liko hapa. Kama jina lako utaliona utapita, kama jina lako haliko haupiti. Kitu gani kinazungumziwa hapo? Ni kiwango. Ni kiwango. Hauwezi kukaa karibu na mtu ukafikiri utakuwa kama yeye. Hauwezi kukaa karibu na mtu ukafikiri utafika alikofika yeye. Hauwezi kufika. Na hichi ni watu wengi, hata mimi hata kwangu nimeona watu wengi kukaa karibu ya mimi wanafikiri wanaweza wakafika kwenye kiwango fulani. Kufika ama kutenda kiwango hicho kinanihitaji mimi. Ni mimi, inanihusu mimi, inakuhusu wewe, na zile hatua utakazo kwenda nazo katika zile hatua zinakufikisha kwenye kiwango ambacho kinachotakiwa. Akaangalia, bahati nzuri akaona jina lake, akaja mzee wa kanisa, naye hivyo hivyo akaulizwa. Kwa hiyo walifikiri ya kwamba kwa sababu walikuwepo na huyu ambaye alikuwa mtumishi, mke akafikiria hivyo, bahati nzuri akapita. Lakini mwingine, huyo mzee wa kanisa alishindwa. Sasa huyu alikuwa ni yule aliyekuwa anaaminiwa sana na wao sana, yaani kipimo ninachosema mimi, kiwango ninachosema cha kuitwa mtu mwema, wao walimuita ni mtu mwema. Alijitoa sana kwenye kanisa, alikuwa msikivu sana kwa watumishi wale ambao walikuwa ndio viongozi wake. Alifanya vitu kwa kuonekana kwa macho ya damu na nyama kwamba ni sawa, huyu wakamweka karibu ya wao, lakini kumbe haikuweza kumsaidia yule mtu. Kiwango cha utendaji kinakaa ndani ya mtu wa ndani. Sasa kile kilichokuwa kinaonekana kwa nje hakikuwa na uwezo wa kukidhi kile kiwango cha Mungu ambacho ndio amhesabie haki katika hicho. Wakapita wengine, yani aliona ni kanisa zima, huyu anapita, lakini kwenye kitabu aliandikwa kwamba, mwingine aliandikwa kwamba amefanikiwa jina lake kuwepo pale kwa sababu ya kuwa muombaji. Sasa mpaka jina likaandikwa ni kwa sababu uombaji wake ulikidhi kiwango. Umeona? Mwingine kwa sababu ya hii, mwingine kwa sababu wengine wakapita kwa sababu waliombewa na baba yao, kwa maana hiyo baba yao wa kiroho. Kuna ombi aliomba, akasema, akiomba kwamba hata wale ambao ni wadhaifu awanyanyue, Bwana wanyanyua wainue. Maombi hayo kwa sababu yeye aliyeomba aliomba kwa kiwango hicho.
Unaona? Moyo wake kweli uliwabeba wale watu. Sio kwamba ni kinywa kilisema. Na mtu analobi nasema nini hapa? Sio kwamba ni kinywa tu kiliomba tu, naomba kwa ajili ya Salome, naomba sio kwa ajili ya nani, naomba kwa ajili ya nani. Na ndio maombi tunaombaga. Mungu aliuangalia moyo, na moyo ndio ulibeba kiwango. Moyo ndio ulionekana umewabeba wale watu na sio kinywa. Alivyowabeba wale watu kwa sababu moyo uliwabeba na Mungu mkono wake ukawanyanyua. Kwa hiyo wakapata neema ya kuingia mbinguni. Sasa ile ni ndoto alikuwa anaota, maono. Sio kwamba ni ndoto sasa wameingia. Ndio alipotoka hapo ndio akaja akaelezea. Sasa nimeikumbuka hiyo nikasema niseme kwamba kiwango ni muhimu sana. Chochote ambacho ninakifanya kwa Bwana lazima nitafute kiwango chake. Lazima nitafute kiwango chake. Nisifanye tu naweza kufanya kazi ya bure. Nisifanye tu naweza kufanya kazi ya bure. Kwa hiyo tukasema wema haukai mwilini wala hautendewi kazi mwilini. Na mtu wa ndani ndio shahidi. Na mtu wa ndani hawezi kuwa shahidi. Hawezi kuwa shahidi kama kile kiwango kilichokusudiwa hakijafika huko. Ina maanake utambulisho wa utendaji huo unakuwa umepoteza maana. Unakuwa umepoteza maana. Kwa hiyo wema haukai mwilini, wema hukaa kwa mtu wa ndani na utendaji wake hufunuliwa na mwili, kwa maana mwili ndio mtekelezaji kwa njia ya matendo, maneno ama mawazo ambayo tulisema. Kwa hiyo tulimwona Paulo hapa akasema mimi watu wananiacha huku, wameupenda ulimwengu huu wa sasa. Kwa hiyo naomba uniletee watu, niletee fulani, niletee Marko. Niko na Luka peke yake hapa pamoja nami. Wengine wote walienda kama timu, wengine wote waliingia mitini. So haya yote tunaangalia, ndio pale nasema kwamba hata sio mimi nasema, lakini niende kwenye neno ndio nisemee neno. Anaposema kwamba sio wote wanaoita Bwana Bwana ama wanaosema Bwana Bwana watauingia ufalme wa Mungu. Sasa wanaosema Bwana Bwana maana yake nini? Wanaoliitia jina lake. Biblia imeshasema kwamba kila aliitia jina la Bwana na auache uovu. Lakini alipongine anasema kila aliitia jina la Bwana hata tahayarika. Lakini sio kila aliitia jina la Bwana hata tahayarika. Kuna wanaoliitia jina la Bwana lakini wanatahayarika. Wanakaa na aibu. Yaani kuna wakati aibu inatokea. Kitu gani kinatokea hivyo? Kiwango. Kushindwa kufika kwenye kiwango. Ukifika kwenye kiwango ndio hiyo hautatahayarika inatokea. Ndio inakuwa. Anasema uache uovu. Ukiliitia jina la Bwana, kiwango maana cha kuliitia jina la Bwana. Kiwango sio kwamba mimi naliitia jina la Bwana kwa sababu nimeokoka. Kiwango si kuokoka. Kiwango si kuokoka. Nikiliitia jina la Bwana, kiwango cha kuniwezesha mimi kuliita jina la Bwana, kitu cha kwanza niache uovu. Hicho ndio kiwango. Sasa sisi tunaitia jina la Bwana na tuna makorokoro yamejazana tele na hatutaki kuachana naye. Makorokoro yanaendelea kutufanya sisi kuwa wazito. Yaani kila tukitaka kupanda hatuwezi. Unajua kukua kiroho kunatokana na wepesi ulioko ndani ya mtu kulingana na kiwango cha kuacha uovu. Kushindwa kukua kiroho ni uzito unaotokana ama ni uzito anaobeba mtu unaotokana na mambo ambayo mtu amebeba ama anafanya. Wewe unaweza ukaona kwamba tena ukapuuza kabisa kwamba hiki hakitambuliki, hiki hakina vipi. Kimebeba kilo kadhaa. Kimebeba kilo kadhaa. Na chengine kimebeba kilo kadhaa. Na chengine kimebeba kilo kadhaa. Sasa hizo kilo zote hizo zimewekwa kwenye mabega yako. Na kama zimewekwa kwenye mabega yako, wewe huwezi enda juu. Huwezi kukua kiroho.
Biblia inasema wakati wa Yesu, Isaya anatabiri habari za Yesu, anasema uweza wa kifalme uko mabegani kwake. Manake hakuna kinachoweza kumzuilia mtu ambaye uweza wa kifalme unakaa kwenye mabega yake. Lakini mtu ambaye uweza na mamlaka ya kuzimu, kwa maana hizo kilo ninazosema zimekaa kwenye mabega ya mtu, huyu mtu hawezi kukua. Ndio maana tunapata uzito wa kuishi kwa namna ya jinsi ya kimungu. Mapenzi ya Mungu kuyatimiza inakuwa ngumu. Kufanya hiki na kile ndani ya kanisa ni ngumu. Kwa sababu hii, maisha yangu mwenyewe tu kuyaendesha mimi, yani hujaambua ukambebe mtu, hujaambua nenda kamshughulikie mtu, ya kwako mwenyewe wewe mimi nafsi yangu ni mazito. Uzito unatokana wapi? Ni kilo nilizobeba. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Ni usemi tu watu tumezoea katika wokovu kujifanya kwamba sijui nini, shetani amejiinua. Huyo shetani achaneni naye, kwa sababu kwanza hana kitu huku ndani kwetu. Ni wewe ulitoka huko kabeba kilo zake ndio unatembea nazo huko ndani, na huku ndani huwezi kupata wepesi. Yani ndani ya wokovu na maanisha huku ndani ya wokovu huwezi kupata wepesi. Hizo ndizo zinazokuzuilia kwenda, hizo ndizo zinakuzuilia kupanda, hizo ndizo zinakuzuilia kusimama, hizo ndizo zinakuzuilia hata kumsifu Mungu tu, hizo ndizo zinakuzuilia hata kumpigia Mungu makofi tu. Ni ngumu.